ya katiba mpya. Ajenda ya katiba mpya, kwa maoni yangu mimi, kadiri mambo yanavyokwenda kwenye eneo la katiba mpya, kuna ishara ya wazi kabisa kwamba serikali ya Chama cha Mapinduzi inawaadaa Watanzania kwenye eneo la katiba mpya, kwa sababu haupati katiba mpya kwa sababu rais ameiahidi ndani ya siku 100 ndani ya bunge. Haupati katiba mpya eti kwa sababu kuna tume fulani imetoa hoja kwamba tupate katiba mpya. Commitment ya kweli ya serikali, kama kweli inataka kuleta katiba mpya kwa vitendo, hiyo unaipata kwenye mjadala wa bunge la bajeti, kwa sababu mchakato wa katiba mpya una vipengele vyake, una hatua zake, na hizi zote zinapaswa kupangiwa bajeti yake. Lakini ukiufuatilia mjadala unaoendelea kuanzia kwenye hotuba ya bajeti ya ofisi ya waziri mkuu, nilieleza ndani ya bunge, ukiisoma hotuba yote ya waziri mkuu haukutani hata kwenye aya moja, hata kwenye ukurasa mmoja akitamka juu ya katiba mpya. Mimi niliamua kuwa mvumilivu. Nilijua hili jambo tukilikosa kwenye bajeti ya waziri mkuu, tutakutana nalo kwenye bajeti ya Wizara ya Katiba na Sheria. Lakini kwa masikitiko makubwa sana, kwenye hotuba ya bajeti ya Wizara ya Katiba na Sheria, kama ilivyokuwa kwa waziri mkuu, namo humo haukuti hata mara moja wakitamka juu ya katiba mpya. Nikasema kama sijaipata kwenye hotuba, niende kwenye randama. Kwenye randama ndio unakutana na mafungu yote, fedha zote zilizotengwa. Nimekwenda kule, nimesoma randama zote za Wizara ya Katiba na Sheria, sijakutana na shilingi hata moja ambayo imetengwa kwa ajili ya mchakato wa katiba mpya. Hii maana yake ni nini? Ni kwamba bunge la bajeti linaloendelea hivi sasa hapa Dodoma halijatenga hata senti moja kwa ajili ya katiba mpya. Hii maana yake serikali ya Chama cha Mapinduzi inatuadaa Watanzania. Huku nje unatawala wimbo wa katiba mpya kwa maneno matupu. Humu bungeni kwenye wakati wa kutenga fedha kwa ajili ya mchakato wa katiba mpya haitengwi hata shilingi moja. Hitimisho langu mimi ni kwamba serikali ya Chama cha Mapinduzi inasogeza muda mbele. Inataka huu mwaka 2026 2027 pasiwe na mchakato wote ule wa maana wa katiba mpya. Na kama una katiba mpya, hauna tume huru ya uchaguzi, hauna mageuzi ya msingi ya kisiasa. Sababu mageuzi ya kisiasa, mageuzi ya kiuchumi, mageuzi ya kijamii, msingi wake unaupata kwenye katiba mpya. Maana yake ni kwamba CCM wanatuadaa, CCM wanatuongopea. Wimbo wa katiba mpya wanawimba usoni, haupo moyoni. Na mimi ninawaahidi hatutokubali watuadae namna hii. Tutaendelea kuwadhihirisha kwa Watanzania nia halisi ambayo wanayo mioyoni mwao. Wito wangu, tunatoa wito kwa serikali kwa namna itavyoona inafaa, mpaka tunahitimisha mjadala wetu wa bajeti kwa kuipitisha bajeti kwa ujumla wake, ni lazima ieleze bayana ni kiwango gani cha fedha kimetengwa kugharamia mchakato wa katiba mpya. Wito wangu wa pili, tunaitaka serikali itoe kalenda kamili ya mchakato wa katiba mpya. Tutaanza na hatua gani? Imetengewa fedha kiasi gani? Na hii itakuwa wakati gani? Itafuatiwa na hatua gani mpaka hatua ya mwisho ambayo ni kura ya maoni kwa maana ya referendum, ili Watanzania waweze kupata katiba mpya. Watanzania sio wajinga, wanajua. Kama haumaanishi, wanajua. Watanzania wa kawaida vijijini na mijini, kama hautaki kuwapa katiba mpya, wanajua katiba mpya sio magendo. Katiba mpya sio bangi fichwe fichwe mchakato wake.
Katiba mpya ni mali ya Watanzania. Ni lazima mchakato wote uweke mezani, wadau wote washirikishe, waweze kujua. Sio mnatupa vipande vipande kama hisani. Leo tutakuwa na tume ya maridhiano, kinachofuatia hatukijui. Katiba mpya sio mali ya CCM. Mpaka CCM iamue tutawapa hiki, kinachofuata hatuwaelezi, mtakijua wakati huo. Hilo la kwanza nilitaka niliseme.